Trump aitaka tuzo ya Nobel kwa udi na uvumba. Rais wa Marekani Donald Trump anajitangaza kama msuluhishi, akisisitiza mafanikio ya kidiplomasia kutoka Gaza hadi DRC na kuwania tuzo ya amani ya Nobel. Wachambuzi wanahoji ufanisi wake. Hata hivyo, habari hizi zinahitaji uthibitisho zaidi. Rais huyo wa Marekani anajitahidi kupigia debe urathi wa mafanikio yake ya kidiplomasia na akatangaza mafanikio kadhaa ya mpatanisho wa migogoro migumu ya kimataifa, kuanzia ukanda wa Gaza hadi Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, katika shinikizo lake la kuwa mteuliwa wa tuzo ya amani ya Nobel. Hata hivyo, wataalamu wa mchakato wa Nobel wanasema anashindwa kuwa mgombea wa mbele, hasa kwa sababu mchakato wa uteuzi ulikuwa umekwisha kabla ya makubaliano ya hivi karibuni ya Gaza. Trump alitangaza hivi karibuni mpango wa awamu ya kwanza wa kusitisha mapigano na kubadilishana mateka kati ya Israel na Hamas, hatua ambayo iwapo itatekelezwa ingeweza kuleta ahueni kubwa katika vita ya miaka miwili vilivyouharibu kabisa ukanda wa Gaza. Makubaliano haya yalifikiwa baada ya mazungumzo yasiyo ya moja kwa moja yaliyoendeshwa kieneo na yamepata uungwaji mkono kutoka nchi za kanda. Lakini taarifa za mashirika ya habari zinaonyesha kwamba maelezo mengi muhimu bado hayajakamilika, ikiwemo masuala ya utawala wa Gaza na hata uwasilishwaji wa misaada ya kibinadamu. Kuhusu Kongo na Rwanda, kwenye mkataba wao wa Marekani kuhusu migogoro yao ambayo wanaendelea nayo, Trump pia aliongoza juhudi za kuandaa mkataba kati ya Rwanda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, mkataba uliosainiwa mjini Washington mwezi Juni kama sehemu ya jitihada za kusitisha mapigano ya M23 na kuvutia uwekezaji zaidi wa kigeni. Lakini miezi ya hivi karibuni, baada ya kusainiwa kwa mpango wa mgogoro wa serikali na waasi haujakoma kabisa, yanabaki kuwa changamoto ya utekelezaji. Hata hivyo, licha ya kusainiwa kwa mkataba, ukosefu wa utekelezaji wake unaleta maswali kuhusu ufanisi wa muafaka huo. Trump pia alihudhuria na kushuhudia tamko la pamoja kati ya viongozi wa Armenia na Azerbaijan mwezi Agosti, hatua iliyotangazwa kama ya kuanza katika kuimarisha uhusiano wa nchi hizo zilizoshiriki mgogoro kwa miongo kadhaa. Tamko hilo ni hatua ya kisiasa yenye umuhimu, lakini haifikii kuwa mkataba wa amani wa kisheria uliowekwa kwa masharti ya pande zote mbili. Barani Asia, Trump alidai kwamba alitumia msukumo wa kisiasa na wa kiuchumi kuifanya Thailand kukubali kuzungumza na Cambodia baada ya mzozo wa mipakani uliovuruga utulivu kwa siku kadhaa mwezi Julai, hatua iliyosaidia kufungua njia ya mazungumzo ya kusitisha mapigano hayo.